Jina langu ni Neema, na hii ni hadithi yangu. Hadithi ya safari yangu kutoka gizani mpaka nuruni, kutoka unyonge mpaka nguvu. Miaka kadhaa iliyopita, nilikuwa nikiishi maisha ambayo sikuwa nimeyapanga. Kila usiku, nilijificha nyuma ya tabasamu bandia na nguo fupi nikijiuza ili nipate riziki. Giza la jiji lilikuwa rafiki yangu na baridi ya nafsi ilikuwa pumzi yangu. Nilikuwa nimeingia katika maisha haya kwa sababu ya umaskini na kukata tamaa. Nilikimbia kutoka kijijini kwetu baada ya kifo cha wazazi wangu, nikiamini jiji litanipa matumaini, lakini nilijikuta katika shimo la mateso. Siku moja, nilikuwa nimekaa kwenye kona ya barabara nikijaribu kuvutia wateja. Ghafla, mwanamke mmoja mzee alisimama mbele yangu. Alikuwa na uso wenye huruma na macho yake yalikuwa yameniangalia kwa upendo. Hakuongea chochote. Alitoa kipande cha mkate kutoka kwenye mfuko wake na kunipa. Sikuelewa kwa nini, lakini nilichukua mkate ule na kula. Ulikuwa mkate mtamu kuliko kitu chochote nilichowahi kula. Ulijaa ladha ya upendo na matumaini. Kila jioni, mwanamke yule alikuwa akirudi na kunipa mkate au keki. Siku moja, nilimuuliza, "Bibi, kwa nini unanipa mkate kila siku?" Alinijibu kwa upole, "Ninakupa mkate wangu, lakini ninaamini unaweza kutengeneza mkate wako mwenyewe." Maneno yake yalinitia moyo sana, na hofu na mashaka ya maisha yangu yalianza kupotea pole pole. Mwanamke huyo, Bi Ana, alikuwa mwokaji na aliniomba nimtembelee katika duka lake la kuoka mikate. Siku iliyofuata, niliamua kutafuta duka lake. Lilikuwa dogo, lakini lilijaa harufu nzuri ya mikate na keki. Bi Ana alishangaa kuniona na tabasamu la furaha lilienea usoni mwake. Alinifundisha kuoka na nilitambua kuwa mikono yangu, ambayo ilikuwa imetumiwa kwa mambo ya aibu, inaweza kufanya kazi yenye maana. Siku baada ya siku, nilijifunza. Nilitambua kuwa ninaweza kutengeneza mikate na keki tamu, na nilihisi furaha ya kweli. Nilipenda mchakato wa kuchanganya unga, sukari na siagi, kisha kuviweka kwenye jiko na hatimaye kuviona vikiwa vimetoka vizuri. Nilipenda harufu ya mikate iliyookwa na nilihisi amani ya kweli. Baada ya miezi michache, nilifungua duka langu dogo la mikate. Bi Ana alinitia moyo na kunipa baadhi ya zana za kuanzia. Duka langu dogo liliitwa Mikate ya Neema, na haraka sana lilijulikana kwa ladha na ubora wa mikate. Watu walisema mikate yangu ilikuwa na ladha ya upendo. Siku hizi, maisha yangu yamebadilika kabisa. Sijifichi tena na tabasamu langu ni la kweli. Kila asubuhi, ninaamka na shukrani, nikijua kuwa ninaweza kutengeneza mikate na ninaweza kujitengenezea maisha bora. Siogopi tena giza kwa sababu nina nuru ndani ya moyo wangu. Hadithi yangu ni ushahidi kwamba mabadiliko yanawezekana na unaweza kuanza upya. Unachohitaji ni kidogo imani, bidii na mkono wa rafiki anayekujali. Maisha yangu yaligeuka kabisa, lakini nilihisi kitu kinakosekana. Duka langu liliitwa Mikate ya Neema, lakini jina halikutosha. Nilitaka maisha yangu yawe nuru halisi, kama Bi Ana alivyokuwa kwangu. Siku moja, mama mmoja mchanga aliingia dukani kwangu. Alikuwa mchafu, amevaa nguo zilizochakaa na alikuwa amebeba mtoto mdogo aliyelala mgongoni. Nilimwona akitazama mikate kwa macho ya tamaa, lakini bila pesa. Nilitambua sura yake. Ilikuwa sura ya zamani yangu. Nilienda kwake, nikamchukua mtoto wake mdogo na kumwambia, "Kula chochote unachotaka wewe na mtoto wako." Mama huyo, anaitwa Maria,
alikula na kujisikia vizuri. Nilimwambia, nimeona mateso yako. Mimi pia nimepitia hayo. Nataka kukusaidia. Nilianza kumfundisha kuoka mikate na keki kama Biana alivyofanya kwangu. Maria alijifunza haraka na baada ya wiki chache alikuwa msaidizi wangu mkubwa. Siku moja niliamua kumshukuru Biana kwa upendo na wema wake. Nilienda kwake na kumwambia, "Bibi, umenitoa gizani, nimeingia nuruni. Umeyabadilisha maisha yangu." Biana alitabasamu kwa furaha, akasema, "Mimi nilikupa mikate, lakini Mungu ndiye alikupa nguvu ya kubadili maisha yako. Sasa unayabadilisha maisha ya Maria." Maneno yake yalinigusa sana. Nilitambua kuwa mabadiliko yangu hayakuwa tu ya kuoka mikate, yalikuwa ya kuona nuru katika giza na kuwashirikisha wengine nuru hiyo. Sasa mimi na Maria tunaendesha duka la mikate pamoja. Tumefungua shule ndogo ya kuoka mikate na tunawafundisha wanawake wengine ambao walikuwa katika hali kama yangu. Tunawapa matumaini na ujuzi wa kuanza maisha mapya. Tunawafundisha kwamba wanaweza kujitengenezea maisha yao wenyewe bila kujiuza. Siku hizi ninaamka kila asubuhi na shukrani. Sijiuzi tena na tabasamu langu ni la kweli. Kila nikioka mkate, ninakumbuka upendo wa Mungu na jinsi ulivyobadili maisha yangu. Nimetoka gizani na sasa ninaangaza nuru yangu kwa wengine. Huu ndio uzuri wa maisha yangu sasa. Maisha yalikuwa matamu kama keki zangu, lakini si kila kitu kilikuwa rahisi. Ufunguzi wa shule yetu ya kuoka mikate ulivutia wanawake wengi, na baadhi yao walikuwa na mioyo iliyojaa maumivu na chuki. Ilikuwa vigumu kuwafundisha, sio tu jinsi ya kuoka, bali jinsi ya kuamini tena. Siku moja, mwanafunzi mmoja anaitwa Zola alitaka kuacha shule. Alikuwa binti mchanga, mwenye hasira, na macho yake yalikuwa yamejawa na hofu. Alinieleza jinsi alivyonyanyaswa na jinsi alivyopoteza matumaini yake yote. Siku hiyo nilikumbuka macho yangu mwenyewe, macho ambayo yalikuwa yamejawa na giza. Sikumruhusu aende, badala yake nilimshika mkono na kumwambia, "Zola, ninaelewa maumivu yako. Lakini unajua, mikono hii ambayo ilifanya mambo mabaya sasa inatengeneza mikate na keki tamu. Naweza kukufundisha wewe jinsi ya kubadili maisha yako kama vile Biana alivyobadili yangu." Niliendelea kumfundisha Zola. Nilionyesha upendo na subira. Polepole hasira yake ilianza kupotea na macho yake yalianza kuangaza tena. Zola alikuwa mwanafunzi bora na baadaye alifungua duka lake la kuoka mikate katika mtaa mwingine. Duka lake liliitwa Mikate ya Huruma. Kutokana na duka la Zola, wanawake wengi walijifunza kuoka na walifungua maduka yao wenyewe. Tulianzisha mtandao wa waoka mikate ambapo wanawake wote wanaweza kusaidiana na kuungana. Mtandao huu unakuwa na mikutano ya kila mwezi ambapo tunazungumza kuhusu biashara, maisha na matumaini. Hadithi yangu haikuwa hadithi ya mtu mmoja tu, bali ilikuwa hadithi ya mabadiliko ya jamii. Niligundua kuwa upendo na msamaha ni nguvu kubwa kuliko chuki na ubaya. Niligundua kuwa kwa kutoa mikate yangu nilikuwa nikitoa tumaini, na kwa kutoa tumaini nilikuwa nikibadili ulimwengu. Hivyo bado naendelea kuoka na ninaamini kuwa kila mkate ninaotengeneza ni ishara ya upendo na matumaini. Siku hizi duka langu linakuwa mahali pa kukutana na kuongea, mahali ambapo wanawake wanashirikiana hadithi zao na wanajenga maisha yao wenyewe. Mimi ni Neema na ninaishi maisha yangu ya kweli yaliyojaa baraka na furaha. Siku moja alikuja mwandishi wa habari kutoka kwenye gazeti maarufu la mji. Alikuwa amesikia hadithi yangu na ya shule yangu ya kuoka mikate na alitaka kuiandika. Nilisita kidogo kwa sababu sikutaka hadithi yangu ya zamani itangazwe, lakini niliamua kumruhusu. Nilitaka hadithi yangu iwe mwanga kwa wengine. Makala ile ilikuwa na kichwa Mikono iliyookoa maisha. Iliandika jinsi nilivyobadili maisha yangu na ya wengine kupitia kuoka mikate. Makala hiyo iligusa mioyo ya watu wengi na baadhi ya watu matajiri walitaka kutusaidia. Mmoja watu hawa alikuwa mwanamke, Bi Jane, ambaye alitufadhili kwa kiasi kikubwa cha pesa. Pesa hizo zilituwezesha kufungua maduka mengi ya kuoka mikate katika mitaa tofauti ya mji. Sasa hatukutoa tu mafunzo, bali pia nafasi za kazi kwa wanawake wengi. Siku hizi ninaona wanawake wakibadilisha maisha yao na ya familia zao. Hawahitaji tena kujiingiza katika maisha ya dhambi kwa sababu wana kazi zenye heshima. Baadhi yao wanajenga nyumba, wengine wanawapeleka watoto wao shule na wengine wanaokoa ndugu zao kutoka maisha magumu.
Mimi ni Neema na ninaona hadithi yangu katika kila mwanamke anayebadilika. Niligundua kuwa mabadiliko hayajaanza na mimi, bali kwa Mungu ambaye aliniongozea kwa Bi Anna na kunipa nguvu ya kubadili maisha yangu na ya wengine. Na hivi ndivyo inavyoisha hadithi yangu, hadithi ya safari ya neema, kutoka giza mpaka nuru, kutoka unyonge mpaka nguvu.